Alhamdulillahi rabbil alamin, thumma salatu wassalamu ala rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia zada rehema mtukufu wa daraja bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu, tumerudi tena katika channel yetu hii ya Ustadh Shafi Online TV. Kuwa mtu wa kwanza kupata habari kwa kusubscribe hii channel ili uweze kupata hoja mbalimbali za wasiokuwa Waislamu na majawabu yao. Leo nimeamua kuzungumza tena swala kubwa ambalo sasa linakwenda kutuharibu Waislamu kwa sababu ya maradhi tuliyokuwa nayo au kwa sababu ya shida tulizokuwa nazo. Nilishawahi kuzungumza mipango ambayo inafanywa na wasiokuwa Waislamu katika kuteka umma wa Kiislamu. Baada ya kuona hoja za mdomo zimeshindikana, sasa tunakwenda katika hoja za kiusanii, tunakwenda katika hoja za maradhi, tunakwenda katika hoja za shida za watu mbalimbali. Leo wimbi kubwa la Waislamu linajitokeza kuenda kwa mtu mmoja anaitwa Mwamposa kwa ajili ya kwenda kufata mafuta ya upako, kwa ajili ya kwenda kufata maji ya upako. Nilishawahi kuzungumza katika mji wa Biharamulo, Mwarabu alirtadi na familia yake kwa sababu ya mafuta ya upako. Lakini kama hilo unaloliona ni dogo, siku ya Jumamosi ukiwa katika mji wa Dar es Salaam, jitahidi saa 1 kamili kukutie Tanganyika Packers, alafu tazama jua linapozama, uone Waislamu wakiwa wamevaa hijabu zao, uone Waislamu wakiwa wamevaa kanzu zao, wanakwenda kwa Mwamposa, wanakwenda kurtadishwa eti kwa sababu inafanyika miujiza kwa jina la Yesu, kisha wanapewa mafuta wanayoyaita mafuta ya upako kwa ajili ya kwenda kutumia kunusurika na matatizo waliokuwa nayo. Lakini leo Mwamposa imefika mahala anafanya ziara katika wilaya. Alifanya katika wilaya hii ya Temeke. Waliokwenda wengi ni Waislamu ambao wamekwenda kufata mafuta ya upako. Sasa hili swala limekuwa tata kubwa sana. Waislamu wanatoka katika dini yao. Kiukweli ukienda kufanyiwa maombi kwa mtu ambaye asiyekuwa Muislamu, wewe unakuwa una mashaka katika dini yako na Mungu wako humuamini, na makosa makubwa sana kwenda kule. Kwa sababu kule unakwenda kupotezwa kama Mungu alivyosema katika Yeremia 50 mstari wa 6, watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea, kwa maana wachungaji wao wamewapoteza. Lakini Bwana Yesu alitoa tahadhari manabii wa uongo katika Mathayo 24:24. Anasema, tazama, watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, watatoa ishara kubwa na maajabu, yamkini wapate kuwapoteza hata walio wateule. Tazama, nimewaonya. Wakiwaambia Yesu yuko jangwani, msiende. Wakiwaambia yupo nyumbani, msisadiki. Sasa leo imefika mahala Waislamu wanatoka kwenye dini kwa sababu ya maradhi. Nataka nikupeni faida. Mafuta hayo yanayoitwa ya upako ni nini? Hakuna mjiti duniani unaitwa upako. Hakuna mjiti unaotoa mafuta unaitwa upako. Ukisikia upako, ni mafuta yaliyochanganywa kwa mchanganyiko maalumu na kufanyiwa visomo maalum. Mafuta hayo ndiyo yana uwezo ya kutibia maradhi uliyokuwa nayo, kwa sababu Mungu ameyapa nguvu, yakiwemo ndani yake mafuta ya zaituni ambayo hayashikiliwi na shetani, hayapatani na wachawi, hayaingiliwi na chochote. Ndugu zangu, nenda kwenye duka la dawa za asili. Naongea na wewe Muislamu. Ukifika pale, hebu mwambie mwenye duka, naomba mafuta aina 14. Nazungumza kwa taratibu upate kunielewa, kwa sababu unatupa shida, unartadi kwa jambo ambalo sio la msingi na hutakiwi kurtadi, kwa sababu mafuta hayo unayoyapata huko hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza. Mafuta aina 14 hayo yaweke katika sufuria lita 1.5. Chukua na mnyonyo nusu lita, tia ndani yake. Chukua halmiti gramu 1, tia ndani yake. Chukua kikopo cha haltiti, weka ndani yake. Kisha uijika jikoni kwa muda wa dakika 10.
kisha yaepue yale mafuta. Yasomee Ayatul Kursi 21, yapulizie mara 21. Qul huwallahu 3, yapulizie mara 3. Qul a'udhu birabbil falaq 3, yapulizie mara 3. Qul a'udhu birabbin nas 3, yapulizie mara 3. Hapo ndipo umetengeneza mafuta ambayo wenzetu wanaita upako. Mafuta hayo baada ya kuyafanya hivyo, ndiyo ukimnyoshea mkono mchawi, shetani atadondoka, ukimgusa katika paji la uso atainuka. Mafuta hayo mahala popote unapoumwa ukiyaweka unapona, iwe kichwa, iwe miguu, iwe stroke, iwe miguu ina ganzi, inawaka moto, kifua kinauma, pua hupumui vizuri, masikio yanauma, kichwa kinauma, kipanda uso, ama mtoto hasikii, ukimnyoa nywele zake ukimpitisha katika mishipa ile ya fahamu siku 7, ufahamu wake unarudi katika hali ya kawaida. Lakini kwa watoto wanaolia usiku utawakogeshea. Ukitaka yawe maji ya upako sasa, chukua kifuniko kimoja, tia katika maji lita 1.5, tikisa yale maji. Baada ya kutikisa, kisha yale maji pigia deki ndani, yale maji wakogeshe watoto, yale maji weka sehemu zako za biashara, yale maji mwagia ndani. Wallahi hautosibiwa na shetani wala mchawi wala mwanga, na watoto wako watakuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Ndugu zangu, haya mambo tumeyafanyia utafiti sana. Niliwahi kukutana na mchungaji mmoja ambaye alitoka katika Ukristo akaja kwenye Uislamu. Nikamwambia, mimi ninavyokuona wewe unajua mambo mengi, naomba uniambie kitu kimoja, wakati mkiwa katika Ukristo mnartadisha Waislamu, nini mlikuwa mnatumia katika kuwadondosha mashetani, kuwaondoa mashetani, kutibia watu? Akacheka akasema hakuna mkanda wala pete isipokuwa ni mafuta ya Kiislamu. Nikamwambia yatengeneze. Alipotengeneza, kwa bahati nzuri Mungu akaleta testi. Wakati tunamaliza na kuyasomea, nilimuuliza, nani anayasomea mafuta haya? Wakasema walimu wa madrasa wanasomea kwa dumu shilingi 15,000. Wallahi walimu wa madrasa ni watu ambao wanaopata shida katika maisha yao, ni watu ambao wanaodhalilika katika maisha yao. Ukitaka kudhalilika Tanzania, kuwa mwalimu wa madrasa. Mwalimu wa madrasa, kulala njaa ni faradhi wala sio sunna. Wapo watu ambao mnanitazama, watoto wenu mathematics na English tuition mnasomesha mpaka 120,000 au 80,000. Ada za shule yenu mnasomesha mpaka 4,000,000, 5,000,000 kwa sababu mnatafuta maisha ya dunia. Ndio maana Mungu anatuambia bal tuuthiruna alhayata dunia, nyinyi mnaipenda sana dunia. Lakini hiyo dunia unayoipenda kuna siku itakuacha, utakaa katika mwana wa ndani. Ikiwa Nyerere aliondoka, ikiwa Mkapa aliondoka, ikiwa Magufuli aliondoka, wewe ni nani hata ujumbe wa nyumba 10 huna? Na wewe kuna siku utalala katika mwana wa ndani. Jitafakari nafsi yako, watazame walimu wa madrasa wanavoteseka. Imefika mahala Waislamu hata tukiambiwa mchango wa madrasa tunakuwa wagumu. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yetu tayari imeingia kutu na dunia tumeipa mbele. Wakati tunatengeneza yale mafuta, akaja mtoto wa kiume akasema, kila nikilala naingiliwa njia ya nyuma. Akamwambia akaoge. Alipokoga siku 3 anarudi anasema, bora nisingetumia. Kwa nini? Anayeniingilia ni babangu mzazi kwa sababu ya kupata pesa. Akamwambia kapake kwa siku 3, tatizo lake likawa likaisha. Na mimi nikayachukua nikayaweka mkononi, nikataka watu wanaomwa vichwa nikiwagusa, sio kwa jina la Yesu, waja jina la Shafi, wala jina la nani, ni yale mafuta yenyewe ukiwagusa tu mtu anapona matatizo yake. Ikiwa una matatizo ya tumboni, utachukua kifuniko kimoja, utatia katika lita 1.5 ya maji, utakunywa robo glasi asubuhi na jioni, wewe na familia yako matatizo yote ya tumboni yatatoka. Nikamwambia ipo haja ya kuyatengeneza nasi kupambana. Juzi nilikuwa Kiteto, nikaenda Babati, nikaenda Liloda, nikaenda Mlijo, nikaja Arusha, napita sasa kuambia Waislamu hatari kubwa inayokuja. Ndipo alipoamua kuyatengeza, tukaekea na boksi, tukayapa jina yanaitwa panguso. Wao wanaita upako, wanapaka, si tunaitwa panguso, tunafuta. Na ndio maana nikakwambia Muislamu, kukuelezea
kwamba hata utengeneze mwenyewe ili mradi uweze kukabiliana na janga hilo tunalokuja nalo. Mafuta yako design ya namna hii, yapo rangi yake namna hii, gharama yake haya sisi tunayatengeneza ili mradi mtoe sadaka ziweze kwenda mahala pengine, ni shilingi 10,000. Ukiyataka kwetu sisi tutakutengenezea na tutakuwekea katika boksi yakiwa mfumo namna hii kwa gharama ya shilingi 10,000. Ikiwa unaweza kutengeneza mwenyewe, basi tengeneza ili tuweze kuiepusha jamii ya Kiislamu isiendelee kurtadi. Na ninakushauri tengeneza mengi, ikiwezekana yagawe sadaka ili jamii tuweze kupambania dini yetu ya Uislamu. Hiki ni kipindi chetu cha kuelezea yanayotokea katika jamii, cha kuelezea hoja zinazotolewa na wasiokuwa Waislamu, nasi Waislamu tunazijibu hizo hoja. Ndugu zangu wa Kiislamu, ukiyataka haya kama mimi ni kutengenezee au unataka kutengeneza mwenyewe, basi wasiliana kwa namba yetu ya simu 0753747457, 0753747457 au 0716747459 au 0783747459. Hizo ndio namba zetu za kuwasiliana. Una maswali lolote tuulize. Umekutana na asiyekuwa Muislamu analeta hoja, piga, leta hilo swali nasi tutajibu katika video yetu hii, katika channel yetu hii Ustadh Shafi Online TV. Subscribe hapo ili uendelee kupata vitu na vitu tutakuwa tunajibu. Tunataka jamii jifunze kwamba Uislamu ndio dini ya haki, hakuna dini nyingine zaidi ya Uislamu. Inna dina indallahi al-Islam. Mungu anasema katika 3:19 dini ya haki ni Uislamu. 15:18 wa Korinto wa kwanza, na hao nao waliolala katika Kristo wamepotea. Njooni tusitumie ujanja kurutadisha watu. Hili somo tunawapa Waislamu nao wajifunze, waendelee na ibada zao, wasitoke katika dini. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.